Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na imani ya kwamba uko sawa na kwamba Mungu anaendelea kukulinda na kushughulikia siku baada ya siku. Upo tayari hata kushuhudia mema yake. Kwa hiyo kwa upande wetu Mungu anaendelea kuwa mwema kwetu, na imani ya kwamba anafanya hivyo kwa ajili yako. Na kukaribisha kwenye robo ya 4 mwaka 2025 inayotufunza kuhusu mafundisho ya imani kutoka katika kitabu cha Yoshua. Hivi katika kitabu cha Yoshua tunajifunza mafundisho ya imani itakayotuandaa kuingia katika Kanaani ya mbinguni. Kwa hivyo wao pia walikuwa wakijiandaa kuingia katika Kanaani ya duniani, lakini sisi tunajiandaa kuingia katika Kanaani ya mbinguni. Kwa hivyo somo la leo, siku ya Jumatano, tuzungumzie kuhusu maadili yanayopingana. Maadili yanayopingana. Kuna mara nyingine katika maisha kuna kuwa vitu viwili ambavyo unakuwa kwenye njia panda, unakosa nifanye hiki ama niende kwa upande huu. Mbona vyote kwa muonekano, kwa mtazamo wangu vyote vinaonekana kama sawa, lakini mbona vinatofautiana? Leo tuzungumzie tu maadili yanayopingana. Na huko nitakualika kusoma pamoja nami kwenye Yoshua 9:1 hadi 12, na tuangalie, je, kuna mfanano gani na utofauti gani kati ya kisa cha Rahabu na kile cha Wagibeoni, na kwa nini vina maana sana. Tuko katika nyumba ya Rahabu. Yoshua amewatuma wapelelezi katika nyumba ya Rahabu. Na hapo wamefanya agano ya kwamba kwa sababu umetuokoa hatutakuangamiza, lakini ikiwa utaweka kamba nyekundu kwenye dirisha, hivi tukiona hatutawaua wote watakaokuwa katika nyumba hiyo. Basi wakati fulani kuna watu wengine ambao wanaitwa Wagibeoni, wafalme karibia 5 walikuwa wameungana pamoja ili kwamba wafanye mapatano na wana wa Israeli. Na kuna kufanana sana kabisa, ufanano ni mkubwa. Tofauti ni chache kabisa, ufanano ni mkubwa katika kisa hiki cha Rahabu pamoja na wapelelezi wa Israeli na kile kisa cha Wagibeoni pamoja na wana wa Israeli. Tuone kwanza katika vipengele vya imani kati ya Rahabu na wale wa Gibeoni. Jambo la kwanza ni kwamba msingi ya imani ya Rahabu ilikuwa ni kusikia. Kwa sababu alisema, nimesikia ya kwamba Mungu amewaokoa huko Misri. Okay, imani inakuja kwa kusikia. Hata hao Wagibeoni pia walipokuja, Wagibeoni ni watu ambao waliposikia kwamba wana wa Israeli wako wanakuja, wakajifanya kana kwamba wanatoka mbali sana, kama mabalozi wa kutoka mbali, wakavaa mavazi ambayo imezeeka sana, wakakamata mikate ambayo itakuwa kana imekauka, na walipofika karibu na Waisraeli wakasema basi tunatoka mbali, na Waisraeli wakawapokea, wakadhani kwamba ni watu wa mbali japokuwa walikuwa watu wa karibu na wao. Kwa hivyo huyo Rahabu akasema, mimi nimesikia kwamba Mungu mnayemwabudu ndiye Mungu wa mbinguni kabisa ambaye amewapatia mji huu. Kwa hivyo imani yake ilikuja ni kusikia, kwa kusikia. Hata Wagibeoni pia walipokuja wakasema, tumesikia kwamba Mungu anayewaongoza ndiye Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Nao pia ilikuwa ni kwa kusikia. Hivyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, imani huja kwa kusikia. Unaposikia neno la Mungu, imani yako inaendelea kwa siku baada ya siku. Na njia ambayo walipitia lakini haikuwa sambamba kabisa, ilikuwa ni uongo. Rahabu alidanganya mfalme wa mji yao ya kwamba wale watu sijui wameenda wapi, japokuwa walikuwa wamewaficha. Ilikuwa ni uongo. Na hao wa Gibeoni wao pia walidanganya kwamba ni watu wa mbali, japokuwa walikuwa ni watu wa karibu. Wote wana ufanano wa uongo, wote ni waongo. Licha ya uongo wao, hatusemi kwamba haturuhusiwi kusema uongo peu importe ma circonstance. Mungu alikuwa anaangalia kilicho chema ndani ya moyo wao, kwa sababu lengo lao, kwa mfano lengo la Rahabu ilikuwa ni kutoangamizwa. Aliwaficha wale wapelelezi ili kwamba yeye asiangamizwe watakapokuja kuteka mji wao. Hivi pia wale wa Gibeoni nao pia hawakutaka kuangamizwa. Walitaka wafanye mapatano ili kwamba wasiangamizwe. Na matokeo ya mara moja ilikuwa ni kwamba walitaka wakombolewe. Na wale Rahabu walitaka kombolewe, na pia Wagibeoni na pia wakombolewe wapate ukombozi. Lakini matokeo ya muda mrefu ndio yanatofautishana, kwa sababu Rahabu matokeo ya muda mrefu ilikuwa awe mraia kamili wakati wana wa Israeli watakapokamata mji wa Kanaani, awe mraia kamili. Lakini wale wa Gibeoni walikuwa ni watumwa. Kitu muhimu ambacho mimi nimefurahia katika somo hili ni kwamba ni hatari sana kwa mtu kama kiongozi wa kiroho kukamata maamuzi pasipo kumuuliza Mungu. Wana wa Israeli walionja tu mkate na wakawachukua hivi, na wakawaahidia kwamba hatawaua. Lakini baadaye wakaja akumbe hao watu wametucheza, ni watu ambao ni wa mji huu, wametudanganya kwamba wanatoka mbali sana. Ni kitu hatari sana wakati mtu kama kiongozi anafanya kitu pasipo kumuuliza Mungu. Wajibu wa msingi wa kiongozi huyu anayewajibika moja kwa moja kwa Mungu na wa kiongozi mwingine yeyote Mkristo ni kumtafuta mapenzi ya Mungu, kulingana na Mambo ya Nyakati 18:9, Mambo ya Nyakati ya 2:15-2:2, Mambo ya Nyakati 18:2-4. Kwa hivi kiongozi Mkristo wa Kikristo lazima atafute kwanza mapenzi ya Mungu. Kwa kupuuzia huu, Waisraeli walilazimika ama kuhalifu masharti ya msingi ya kushinda nchi au kuvunja agano lililokuwa limefanywa katika jina la Bwana ambalo lilikuwa likiwafunga pia. Walikuwa katika dilemma. Walikuwa wameapa kwa jina la Mungu. Walikuwa wameahidi kutowaua.
Sasa hapo alikosa tuwaue tuwamalize, ama mwisho wakasema basi ninyi tuwapatia kazi ya kuwa mtakuwa mkichota maji kwa ajili ya taifa lote na kutafuta kuni kwa ajili ya taifa lote. Ni baadaye ndio Yoshua akatengeneza ili huwa akishota maji tu kwenye hekalu. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Mungu akusaidie sana kwa ukimuuliza kabla kufanya jambo lolote, Mungu anataka nini? Je, ni kusudi lako kwa ukimuuliza Mungu na kutufanya kitu kabla ya Mungu kuambia kuelekeza la kufanya? Ikiwa kusudi lako tuombe. Baba mtukufu, asante kwa kuwa ni mwema, asante kwa kuendelea kutushauria. Tupatie neema ya kuwa tukisikia sauti yako katika jina la Yesu Kristo, amina. Swali, nitawezaje kujua sauti ya Mungu? Nitajuaje kwamba Mungu ameniambia nifanye hivi na amenikataza hiki? Usikose kusubscribe, like na share.